Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika jioni ya leo tena ya kuzungumza na pia kujifunza mambo kadhaa katika neno la Mungu. Na usiku leo nimewiwa ndani yangu kuzungumza na sisi, kuzungumza pamoja kuhusu semina ya uchumi au misingi ya uchumi ya kimungu, misingi ya uchumi ya kimungu. Maana mahali popote ulipo usiku wa leo nisaidie kuwakaribisha rafiki. Hii ni online seminar yenye jina misingi ya uchumi ya kiungu. Misingi ya uchumi wa kiungu, na mpango lengo langu ni kuleta ufahamu wa kiungu kwa watu wa Mungu kwa bali ya uchumi wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tupate maarifa ya kiuchumi yenye msingi wa neno la Mungu. Mengi yamezungumzwa kwa bali ya uchumi, lakini muhimu sana kufahamu na kupata namna ya kuweza kuelewa namna ya kujifunza uchumi kwa muktadha wa neno la Mungu. Mungu anasema nini kwa bali ya uchumi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia lengo ni kuelekeza namna ya kutumia kanuni za kifedha kuboresha maisha ya kila mmoja bila kupoteza imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunajua au namna kutumia kanuni za kifedha kuboresha maisha bila kupoteza imani. Kwamba inawezekana ukafanikiwa kifedha na bado ukatunza uadilifu wako katika Bwana. Ayubu alikuwa tajiri, lakini pia alikuwa ni mtakatifu, mtu aliyemwogopa Mungu. Kusoma ile kitabu cha Ayubu sura ya 1, maandiko yanasema kwamba kulikuwa na mtu mmoja katika nchi ya Usi, jina lake akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa ni mwelekevu, lakini pia alikuwa ni mtu ambaye ni mkamilifu na mwelekevu, mmoja anayemcha Mungu na kuepukana na uovu wa kila namna. Huyo mtu alikuwa ni tajiri sana. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa tajiri sana katika siku zake, siku za Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Ayubu alikuwa ni mtu tajiri sana katika kati ya watu wote waliokuaga katika nchi yake, nchi ya Usi. Alikuwa ni mtu mwelekevu anayemjua Mungu na kuepukana na uovu. Na huyu mtu alikuwa ni mtu ambaye Mungu amembariki sana kiasi kwamba hata shetani akaanza kumwonea wivu. Na siku hizi 5 za semina ya uchumi tunataka nikuelekeza namna ya kutumia kanuni za kifedha kuboresha maisha yako bila kupoteza imani yako. Maana yake ni kwamba unaweza kufanikiwa, unaweza kustawi pasipo kupoteza imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nimelenga kuinua watu watakao kuwa baraka kwa kanisa na jamii kupitia mafanikio ya kifedha. Yaani kwamba bila kujali mazingira ulionayo, Mungu amekuumba ili uwe jawabu kwa kizazi chako. Mungu amekukusudia ili uwe jawabu kwa kizazi chako. So hujaumbwa kuwa mzigo, umeumbwa kuwa jawabu la kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya kwanza, kabla tujaendelea, nataka tukamwombe Mungu. Mungu atubariki katika siku hizi 5 za semina ya uchumi, za kujenga msingi imara wa uchumi wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Kujenga msingi imara kwa ajili ya uchumi wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana katika semina hii namuona mtu fulani akitoka kwenye hali ambayo hakuipenda. Utakaposikilia hizi kanuni za uchumi za kibiblia na kuona ukifanikiwa kwenye kila unalolifanya, katika jina kula Yesu Kristo. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu
tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako na uaminifu wako, kwa wema wako ambao umetuonyesha, kwa fadhili zako ambazo umetuonyesha. Asante kwa baraka zako Bwana. Asante kwa uaminifu wako Bwana. Asante kwa wema wako Bwana. Tunakupatia sifa, tunakupatia heshima, tunakupatia utukufu. Asante kwa kutusaidia. Asante maana siku hizi 5 zikawa ni siku zangu za kutoka katika hali nisioipenda, nikaingia katika hali yangu ya uhuru wa kiuchumi katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru. Roho yako Mtakatifu tunamkaribisha katika semina hii. Isiyo tu ni semina ya kuzungumza maneno, ikawa ni semina ya kubadilisha hatima katika jina la Yesu Kristo. Na kila mmoja aseme amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na katika siku ya kwanza naomba andiko langu nanga, nataka nikakuonyeshe kwa kina. Bwana Yesu asifiwe. Misingi ya uchumi wa kiungu. Na andiko langu nanga ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 8 na ule mstari wa 18. Kumbukumbu la Torati sura 8 na ule mstari wa 18. Maandiko yanasema, lakini utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Nguvu za kupata utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tufahamu siku leo, katika safari ya kifedha kuna kanuni za kuzielewa ili Mungu awe chanzo chako cha mafanikio. Na unatakiwa kuelewa pia kwamba Mungu ndiye chanzo cha kila kitu. Ni chanzo cha mafanikio ya kiuchumi ya kweli. Uchumi wa kimungu ni uchumi ambao haumaanishi tu kupata fedha nyingi. Uchumi wa kiungu haimaanishi tu kuwa na kila kitu tunachokihitaji. Uchumi wa kiungu ni ile hali ya kuwa na amani ya moyo licha ya kuwa na changamoto kwenye maisha. Ni ile hali ya kuwa na amani ya moyo, ni ile hali ya kuwa na utulivu wa moyo bila kujali changamoto unazopitia. Ni ile hali pia inahusisha kuwa na fursa za maendeleo zinazofunguliwa na Mungu. Yaani unapata fursa ya kuendelea, fursa ya kufanikiwa ambayo umefunguliwa na Mungu mwenyewe. Katika semina ya uchumi, Mungu atakufungulia fursa za kimungu za kusonga mbele kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe. Fursa za kimaendeleo za kiungu. Na naomba tufahamu ya kwamba ziko fursa za kufanikiwa kiungu. Ziko fursa za kustawi kiungu. Na Mungu anataka atufunulie hizo fursa katika majira haya. Tunapoanza mwezi mpya, tunapoanza kipindi kipya, Mungu akatufunulie fursa na akatufungulie fursa za kustawi kiungu kwa mamlaka jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia naomba tufahamu tu ya kwamba mafanikio ya kiungu yanahusu uwezo wa sisi kuwasaidia wengine kwa baraka tulizo nazo. Weka thumbnail chini. Bwana Yesu asifiwe. Mafanikio ya kiungu ni fursa ya kuwasaidia wengine kutokana na baraka za Mungu alizotupatia. Baraka za kiungu alizotujalia. Mungu atake tu kwamba sisi tuwe baraka, atake tu sisi tubarikiwe, anataka pia sisi tuwe baraka kwa watu wengine. Maandiko yanatuambia kwa habari ya Ibrahimu ya kwamba nitakubariki, lakini wewe pia ufanyike kuwa baraka kwa watu wengine. Konsani ya Mungu kwa Ibrahimu sio tu kumbariki. Konsani ya Mungu kwa Ibrahimu ni baada ya kubarikiwa, Ibrahimu atatumiaje mafanikio yake. Baada ya kubarikiwa, Ibrahimu ataweza kuwa baraka kwa watu wengine. Na changamoto yetu kubwa leo sio kwamba tukubarikiwa na Mungu. Changamoto yetu kubwa ni pale tunapokuwa tumefanikiwa, tunawezaje kutumia mafanikio yetu kwa ajili ya kuwa baraka kwa watu wengine. Tunawezaje kutumia mafanikio ambayo Mungu ametupatia kwa baraka kwa watu
wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la kutafakari jioni leo, unapofikiria mafanikio yako ya kifedha, unamtazama Mungu kama chanzo chako au unategemea nguvu zako mwenyewe? Unamtazama Mungu kama nguvu zako, kama chanzo chako cha mafanikio, au unategemea nguvu zako mwenyewe? Lakini nakuombea siku ya leo neema ya Mungu ya kumfanya Mungu kuwa chanzo cha mafanikio, pokea katika jina kuu la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Jana leo nataka nikuonyeshe namna Mungu awe chanzo cha uchumi wako. Mweke Mungu awe chanzo cha mafanikio. Kuna moja ya msingi wa mafanikio ya kifedha ni Mungu kuwa chanzo cha mafanikio yako. Mungu kuwa msingi wa mafanikio. Unapozungumzia msingi, tunazungumzia chanzo. Unapozungumzia msingi, tunazungumzia origin. Bwana Yesu asifiwe. Na moja ya msingi, na kipindi hiki tunazungumzia misingi inayokufanikisha kiuchumi. Na moja ya msingi imara ambao utakufanikisha mahali popote kwenye maisha yako ni kumfanya Mungu kuwa chanzo cha uchumi wako. Mfanye Mungu kuwa chanzo cha uchumi wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akiwa chanzo cha uchumi wako, utastawi kwenye kila eneo. Na utajiri wa kweli hauanzii benki, bali unaanzia katika mahusiano yako na Mungu. Mahusiano yako na Mungu ndiyo yatakayo kusaidia kuwa na akili njema. Mahusiano yako na Mungu ndiyo yatakayo kusaidia kuwa na mawazo mapya. Mahusiano yako na Mungu ndiyo yatakayo kusaidia kuwa imara kwenye uchumi wako. So utajiri wa kweli hauanzii benki, wala hauanzii wewe kupata jiwe moja la Tanzanite ambalo kiuzo unapata utajiri. No, mafanikio ya kweli huanza na mahusiano yako na Mungu. Kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 1 na ule mstari wa 17, Yakobo sura ya 1 na ule mstari wa 17, maandiko yanasema kila kipawa chema na kila kitu kilicho kizuri na kila zawadi kamilifu utoka juu. Yaani kila mafanikio ya kweli chanzo chake ni Mungu. Ukimtoa Mungu kwenye mafanikio yako, kwenye mlinganyo wa mafanikio yako, hayo mafanikio hayawezi akawa ni mafanikio ya kweli. Nisema mafanikio ya kweli hapa ni yale mafanikio ambayo Mungu peke yake huyatoa. Mafanikio ya kweli ni yale ambayo umetumia kanuni za ufalme wa Mungu kupata hayo mafanikio. Mafanikio ya kweli hapa ni ile hali ya kutumia kanuni za ufalme wa Mungu kuona matokeo kwenye maisha yako. Na naomba tufahamu ya kwamba Mungu ndiye chanzo cha mafanikio, ndio chanzo cha uchumi ulio bora. Mungu ndiye chanzo cha uchumi ulio bora. Na kwa nini mtu anaweza kauliza, Mungu ndiye anayetupa nguvu za mwili na nguvu za kiakili tuweze kufanya kazi. Mungu ndiye anayetupatia nguvu za kimwili na nguvu za kiakili tuweze kufanya kazi. Na pasipo nguvu ya kimwili na nguvu ya kiakili, unaweza usifanikiwe kwenye chochote unachokifanya. Mafanikio ni matokeo ya nguvu unazowekeza na ni matokeo ya akili unayowekeza. Na God is the giver of the both. God gives a good understanding and God gives the ability to work. Na ndio maana mtaji wa kwanza wa mafanikio, mtaji wa kwanza wa mtu kufanikiwa ni uzima. Yaani ukiwa na uzima una tarajio la kuwa na uchumi mzuri, kwa sababu unahitaji uzima kuwa na afya njema. Na afya njema ndio mtaji wako mkubwa wa kufanya chochote unachotaka kukifanya. Mafanikio ya kweli yanaanzaga na Mungu.
Uchumi imara unaanzaga na Mungu. Mungu ndiye atupae nguvu ya kimwili na nguvu ya kiakili ya kufanikiwa, ya kufanya kazi na kustawi kwenye mambo tuyafanyayo. Mungu ndiye atupatiaye akili. Mungu ndiye atupatiaye ufahamu wa kufanikiwa kwenye chochote tukifanyacho. Leo nakuombea kwa mamlaka jina la Yesu, Mungu akupatie nguvu ya kiakili na nguvu ya kimwili katika jina la Yesu. Lakini pia Mungu ni chanzo cha uchumi mzuri, uchumi wa kweli, kwa sababu Mungu ndiye atupaye mawazo mapya na ubunifu mpya. Mungu ndiye atupaye mawazo mapya. So anaposema kwamba utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu ya kupata utajiri. Hii nguvu ya kupata utajiri manake ni nguvu ya kufanya kazi kwa bidii, ni nguvu ya kufanya kazi kwa akili, lakini pia ni nguvu ya kupata mawazo mapya. Yaani kwamba wewe ni mtu ambaye unapataga mawazo mapya na ubunifu mpya wa kufanya kazi. Mtu yoyote aliyoendelea, ujue kwamba amepewa kutoka kwa Bwana. Ana uwezo wa ufahamu wake wa kufanya vitu kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye msingi wa uchumi wa kweli, kwa sababu yeye ndiye anayetupatia mawazo mapya na ubunifu mpya katika utendaji tunaofanya. Bwana Yesu asifiwe. Na mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Pastor Joseph Prince. Huyu ni mchungaji mashuhuri sana pale Singapore. Ni kati ya wachungaji wenye makanisa makubwa sana pale Singapore. Anafundisha kuwa mtu anapomtazama Mungu kama chanzo cha kila kitu, chanzo chake cha kifedha, chanzo chake cha kiafya na chanzo chake cha kazi, anapata amani na mafanikio halali kutoka kwa Mungu. Mtu anayemtazama Mungu kwa kila jambo, huyo mtu lazima atafanikiwa kwenye kila akifanyacho. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtu atafanikiwa kwenye kila anachokifanya. Anasema kwamba mtu yoyote anayemtegemea Mungu, anayemwangalia Mungu kwa ajili ya kila kitu kama chanzo chake, huyo mtu atafanikiwa kihalali kwenye kila eneo la maisha yake. Mtu ambaye kwenye kazi zake atamwogopa Mungu, mtu ambaye kwenye utumishi wake atamwogopa Mungu, huyo mtu atastawi kwenye kila eneo. Siku ya leo nakuombea uwezo na neema ya kumwangalia Mungu kama chanzo. Pokea katika jina kuu la Yesu Kristo. So Mungu ni chanzo cha uchumi ulio bora. Mungu ni chanzo cha uchumi ulio bora. Bwana Yesu asifiwe. Lakini naomba tufahamu pia kwamba iko tofauti kati ya uchumi wa mbinguni na uchumi wa duniani. Iko tofauti kati ya uchumi wa mbinguni na uchumi wa duniani. Na uchumi wa duniani unategemea mfumuko wa bei, unategemea soko la hisa kuongezeka, unategemea hali ya kisiasa iliyopo. Lakini uchumi wa mbinguni hautegemei mfumuko wa bei. Uchumi wa mbinguni hautegemei bei la soko la hisa. Uchumi wa mbinguni hautegemei hali ya kisiasa. Uchumi wa mbinguni unategemea kanuni za kiroho. Unategemea kupanda na kuvuna, unategemea kutoa, unategemea imani na uaminifu. Uchumi wa mbinguni hautegemei hali ya kisiasa, hautegemei mazingira ya mwaka yalivyo. Uchumi wa mbinguni hautegemei mazingira yaliyopo. Uchumi wa mbinguni unategemea kanuni za kiroho. Na unaona, mimi nafahamu ya kwamba kanuni inafanya kazi mahali popote. Kanuni ya hisabati inafanya kazi mahali popote. Now, kanuni za kiroho zinafanya kazi mahali popote bila kujali unachokifanya. Kama utaamua kutumia kanuni za ufalme, I tell you, watu watakaposema kuna kuanguka, wao watasema kuna kuinuka. Kwa nini? Kanuni ina uwezo wa kushughulika na hali yoyote.
kama utafuata kanuni, I tell you, bila kujali mlinganyo wa hesabu, bila kujali mlima ulivyo, kama utaipatia kanuni, umepatia changamoto yoyote ile. Na sikiliza, uchumi wa mbinguni hautegemei nani anakupenda au nani hakupendi. Uchumi wa mbinguni hautegemei kwamba umeibiwa au vipi. Uchumi wa mbinguni unategemea kanuni. Unategemea kanuni. Na hizo kanuni ni kanuni za kiroho zenye uwezo juu ya chochote kile. Maandiko yanasema yeye atokaye juu yuko juu ya yote. Yeye aliyo duniani ni wa dunia, anafikiri kidunia, lakini yeye atokaye juu ana mtazamo wa hali ya juu. So kanuni za mbinguni zina uwezo wa kushughulika na mambo yoyote mahali popote. Na hizo kanuni ni kanuni za kupanda na kuvuna. Maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Mwanzo sura 8 na ule mstari wa 22, asema muda nchi idumupo, majira ya kupanda na majira ya kuvuna, usiku na mchana havitakoma. Havitakoma. Bwana Yesu asifiwe. So majira ya kupanda na majira ya kuvuna, kama utapanda wakati wa kupanda na lazima uvune wakati wa mavuno. So inategemea kanuni ya kupanda na kuvuna. Na ndio maana mahali popote ulipo, ukitaka kuona uchumi wa kimbingu kwenye maisha yako, jifunze katika kanuni za kiroho. Na hizo kanuni za kupanda na kanuni za kuvuna. Lakini pia kanuni ya kutoa. Maandiko yanasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Unachokipokea hakikuongezei sana kuliko unavyotoa. Unapotoa unabarikiwa zaidi kuliko unavyopokea. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata kama umepata kitu, jifunze kutoa katika ulichokipata. Usisherekee sana kupokea kuliko kutoa. Sherekea zaidi kutoa kuliko kupokea. Lakini pia kanuni ya imani. Kwenye maisha kuna majira ambayo unahitaji imani kuvuka. So kuna kanuni za imani. So uchumi wa duniani unategemea soko la hisa. Unategemea watu kukupa. Unategemea mfumuko wa bei. Unategemea kwamba umevuna vingi. Hapana. Kwenye ufalme wa Mungu, uchumi wa mbinguni unategemea kanuni za rohoni. Lakini namba 2, uchumi wa duniani unaweza ukabadilika ghafla. Uchumi wa duniani unaweza ukabadilika ghafla, lakini uchumi wa mbinguni ni thabiti. Maandiko yanasema na Mungu wangu atawapatieni mahitaji yenu yote kulingana na utajiri wake katika Kristo Yesu. Atawapatia mahitaji yenu yote. Na anapozungumzia yote, anazungumzia ni yote bila kubakiza chochote. Yaani kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya kwamba ufanikiwe leo, ufanikiwe kesho, ufanikiwe mwakani. Na maana maandiko yanasema kwamba njia mwenye haki ni kama nuru ing'aayo, inayozidi kung'aa na kung'aa mpaka mchana mkamilifu. So kanuni za uchumi wa mbinguni hazibadiliki kulingana na mazingira yalivyo. Uchumi wa duniani unategemea nani anatawala. Kwamba rais akibadilika, kila kitu kimebadilika. Lakini uchumi wa mbinguni, maandiko yanasema mbingu na nchi vitabadilika, vitaondoshwa, lakini neno lake au kanuni zake hazitabadilika kamwe. So ukitegemea kanuni za ufalme wa mbinguni, uchumi wake haubadiliki kwa sababu umejengwa juu ya neno. Kwa wakati wa mtikisiko wa uchumi wa mwaka 2008, watu tunafahamu, watu wengi walipoteza ajira na mali. Lakini wale waliomtegemea Mungu, wale ambao walitegemea kanuni za ufalme wa Mungu, walipata nguvu mpya. Wakaanzisha biashara kwa kutumia mawazo ya kiungu. Na wengine walishuhudia milango ikifunguka kwa namna isivyoeleweka. Milango ya kiuchumi. Sikiliza,
ukimtegemea Mungu bila kujali mazingira ulionayo, Mungu anaweza kutengeneza njia hata jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia naomba tufahamu kwamba Mungu ndiye anayetoa nguvu ya kupata utajiri. God is the giver. Mungu ndio mtoaji wa nguvu ya kupata utajiri. Tumesoma Kumbukumbu la Torati 8:18. Asema maana yeye ndiye akupaye nguvu ya kupata utajiri. Nguvu ya kupiga hatua anaitoa Mungu. Nguvu ya kustawi kuzidi hali ya kawaida, mtoaji ni Mungu. Mungu anatoaga nguvu ya kupata utajiri, nguvu ya kupiga hatua kifedha, nguvu ya kupiga hatua kiuchumi, mtoaji ni Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Na hizi nguvu zinaweza kuwa ni nguvu za maarifa, ya kujua wapi pa kuwekeza, nguvu ya maarifa ya kujua nini cha kufanya kwenye uchumi, wapi ufanye nini kwa wakati gani kiuchumi, nguvu ya maarifa ya kujua nini ufanye na nini usifanye, nani ushirikiane naye na nani usishirikiane naye. Hii nguvu ya kupata utajiri ni nguvu ya maarifa. Niliwahi kusema kwamba hii nguvu ya kupata utajiri ni nguvu ya akili. Ni nguvu ambayo Mungu anakupatia akili au mawazo ya kujua wapi uwekeze kwa wakati gani, nini ufanye kwa wakati gani. Bwana Yesu asifiwe. Maarifa kujua wapi pa kuwekeza. Lakini pia hizi nguvu za kupata utajiri ni nguvu ya ujasiri wa kuanza biashara mpya. My friend, unahitaji ujasiri kuanza biashara mpya. Unahitaji ujasiri kuanza kazi mpya. So, nguvu ya kupata utajiri au nguvu ya uchumi ni nguvu ya ujasiri wa kuanza biashara mpya. Na sikiliza my friend, uhitaji kuona kila kitu kiko sawa ili uanze. Uhitaji kuhakikisha kwamba mpaka kila kitu kiwe sawa. Wanaongoja huwa unagonjeka mwishoni. Wanaongoja hawatimizaji malengo mwishoni. Ni wale ambao wana ujasiri wa kuchukua hatua katikati ya hofu. Hao ndio wanaoweza kupata share ya watu wakuu. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji a lion's heart to have a lion's share. Unahitaji ujasiri kama wa simba ili kupata posho kama ya simba. Unahitaji moyo kama wa simba ili kuweza kushiriki anachoshiriki simba. Bwana Yesu asifiwe. So, nguvu ya kupata utajiri hapa ni nguvu ya ujasiri wa kuanza biashara mpya. Ni nguvu ya ujasiri ya kufanya mambo makuu. Lakini namba 3, hizi nguvu za kupata utajiri ni nguvu za mtandao wa watu wanaoweza kukuinua. My friend, kwenye maisha you must be knowledgeable on how to create network. Na sikiliza my friend, nguvu ya kupata utajiri sio tu nguvu ya kusema amen. Sio nguvu tu ya kusema ninafanikiwa. No, ni nguvu ya kutengeneza a smart network. Watu wengi wako walipo leo ni kwa sababu ya watu wanaowazunguka. Mtu mmoja alisema, ukikaa na watu na ukikaa na maskini 9, wewe ni maskini wa 10. Lakini ukikaa na matajiri 9, wewe ni tajiri wa 10. Maana yake nini? Rafiki zako, network yako inaamua net worth yako. Your network determines your net worth. Net worth. Watu wanaokuzunguka wanaamua utakachokipata. So, ni nguvu ya mtandao wa watu wapya. Ni nguvu ya mtandao wa watu wanaoweza kukupeleka mbele. Na sikiliza my friend, wanaofanikiwa wamefanikiwa kujenga mahusiano imara. Kujenga mahusiano imara. So, unahitaji ujasiri wa kuanza biashara mpya, ujasiri wa kujua wapi pa kuwekeza, lakini pia unahitaji nguvu ya kujenga mtandao wa watu imara. Kwenye kitabu cha Mwanzo 26 mstari wa 12 mpaka wa 13, maandiko yanatuambia Isaka alipanda mbegu
wakati wa ukame, wakati kila mmoja anaogopa, wakati kila mmoja anasema atujue kwamba baada ya uchaguzi na anatengea madarakani. No, maandiko yanasema kwamba hata kipindi hicho Isaka alipanda mbegu, lakini maandiko yanatuambia nini? Akavuna vipimo 100 kwa kimoja, na Bwana akambariki, na mtu huyo akawa mkuu sana mpaka Wafilisti wakamwonea wivu. So kwa hali ya kawaida hakukuwa na uwezekano wa mavuno wakati wa ukame, lakini Mungu alimwezesha. Mungu alimpatia nguvu ya kuvuna mara 100 na mali yake ikaongezeka sana. Kwa nini? Alimfanya Mungu awe chanzo chake. Ayubu anasema, nimemfanya Mungu kuwa dawa yangu. I've made God to be my medicine. Nimemfanya Mungu awe dawa yangu. Nimemfanya Mungu awe tegemeo langu. Hata wakati wa ukame nimemfanya Mungu kuwa tegemeo langu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana lazima ifike kipindi ambacho unahitaji kuwekeza katika Bwana. Bwana akujengee ujasiri. Bwana akujengee akupatie maarifa ya kujua wapi pa kuwekeza. Bwana akuonyeshe nini ya kupasa kufanya na watu unaotakiwa kuhusiana nao. Sikilizeni my friend, matatizo mengi ya watu ni watu wanaowazunguka. Shida nyingi za watu ni watu wanaowazunguka. Watu wengi wamefeli kwenye biashara kwa sababu ya wrong people waliowaengage kwenye biashara. Watu wengi wameshindwa kwenye kazi kwa sababu ya watu ambao sio sahihi ambao wamewahusisha kwenye biashara. Bwana Yesu asifiwe. So lazima ujiulize tunapomaliza kipindi hiki, je, umewahi kupitia wakati ambapo ulishindwa kifedha lakini ukashuhudia mkono wa Mungu ukikuinua tena? Now, kama Mungu alikuinua kwanza, anaweza kukuinua tena hata sasa. Kama Mungu alikuinua wakati fulani, anachokuambia ni kwamba yeye ni Mungu ambaye ni msingi wa wewe kustawi. Mtegemee yeye, mtumaini yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna kanuni ambazo ulizifanya zilizokufanya Mungu akuinue, na moja kanuni ni kumtegemea Mungu. Maandiko yanasema mtumaini Bwana kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, naye atayanyoosha mapito yako. Mungu anyoshe mapito yako. Mungu anyoshe njia zako katika jina la Yesu Kristo. Au ni kwa kiasi gani unaona tofauti kati ya uchumi wa dunia na uchumi wa Mungu? Ni maswali ya kujiuliza. Je, unaona kwa kiasi gani unaona kuna tofauti kati ya uchumi wa kimungu na uchumi wa kidunia? Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye maisha yako, kipindi ambacho umeamua kumtegemea Mungu, nini kilitokea? Na kwenye maisha lazima ifike hatua ujiambie ukweli. Lazima ifike hatua ujikosoe. Mara nyingi tumeshindwa kwa sababu tulimweka Mungu kando. Lakini pindi utakapomrudia Bwana, maandiko yanasema na Yuda walipomrudia Bwana kwa mioyo yao yote, Mungu akawafanikisha na akawasterehesha katika maeneo yao yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana jioni leo nataka tufahamu ya kwamba Mungu ni muinua watu. Mungu ni mtengeneza watu. Kwenye maisha yangu tu binafsi, kwa mfano, nimemwona Mungu akifanya vitu kwa namna isiyo ya kawaida. Mimi ni mfano wa wazi kabisa kwamba ukimtegemea Mungu, Mungu ana uwezo wa kukuinua kiuchumi. Mungu ana uwezo wa kukuinua kiuchumi. Nakumbuka kipindi ambacho nilikuwa nategemea watu kusoma. Wakati shule yangu imekata, sijui cha kufanya, nilikuwa nategemea watu kusoma. Naenda kwa mtu mmoja, naomba nilipie ada, na mtu atakwambia njoo kesho, njoo kesho kutwa, njoo mwezi ujao. Na mwisho wa siku apokee simu, na ukifika nyumbani anakwambia huyo mtu asifike nyumbani. Lakini baada ya kumtegemea Mungu, baada ya kuondoa akili yangu kwa wanadamu na nikaanza kumwangalia Mungu katika kila jambo, Mungu alinisaidia. Kaanza kufanya kazi mwenyewe kwa uaminifu. Kaanza kujifunza vitu vya kufanya kwa uaminifu. Na nikaanza kufanya kazi kwa uaminifu kwa watu. Leo siko pale mahali ambapo siko vile ambavyo nilikuwa nawategemea watu. Kumtegemea Mungu kunalipa. Kumchukulia Mungu kama msingi wako wa kifedha, msingi wako wa uchumi,
kunalipa. Kumtegemea Mungu kama msingi wako wa kifedha kunalipa. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka namna ambavyo hata wakati naanza kazi ya Mungu, namna ambavyo nipitia kwenye changamoto mbalimbali za kifedha. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto mbalimbali za kifedha. Kuna kipindi ambapo tulipandishiwa ukumbi. Tulikuwa nalipa kiasi fulani cha fedha na tulipandishiwa zaidi ya mara 2. Kiwango ambacho hata sadaka zetu zisingaliweza kutosha kulipia. Lakini tulipomwangalia Mungu, Mungu akatengeneza njia. Na sikiliza my friend, ukimwangalia Mungu kama msingi wako, ukimwangalia Mungu kama tumaini lako, atakutengenezea njia mahali pasipo na njia. Nakumbuka kabisa namna ambavyo nilikuwa nazitumia kanuni za kifedha kuweza kustawi kiuchumi. Namna ambavyo nakumbuka mara ya kwanza kabisa, namna ambavyo nilisikia mtumishi wa Mungu akifundisha kwa habari ya dhabihu kwa mara ya kwanza baada ya kuokoka. Nakumbuka kipindi hicho nilikuwa na vyombo vyangu vya ndani na nikaamua kuvitoa vyote kwa Bwana. Nilivitoa vyote kwa Bwana. Na nakumbuka siku hiyo wakati navipeleka kwa ajili ya Bwana, namna ambavyo nilirudi na nikawa na amani. I tell you, after that sacrifice, baada ya kutumia ile kanuni ya dhabihu, Mungu ametuliza moyo wangu. Na kwenye maisha, na hatufanikiwi kwa sababu una kiasi gani cha fedha benki. Mungu anakufanikisha kwanza rohoni kabla hajakufanikisha mwilini. Anakufanikisha kwanza akilini kabla hajakufanikisha kwenye maisha kawaida. Ni mpaka umefanikiwa akilini uweze ukafanikiwa maishani, kwenye maisha kawaida. Na ndio maana mafanikio ya watu ni matokeo ya mafanikio ya kiroho. Lazima ujue kanuni za rohoni zitakazo kusaidia kustawi katika fedha na katika uchumi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na nimemwona Mungu kwenye mambo mengi. Kuna wakati ambapo nakumbuka namna ambavyo Mungu aligusa watu kushughulika na mahitaji yangu mbalimbali. Namna ambavyo Mungu, recently, just juzi hapa, tulikuwa tumeanza kazi mahali fulani. Na just wakati tunafanya, kulikuwa na hitaji la kifedha ambalo tunahitaji kumalizia kazi na tufanye seminar na tufungue ile eneo. Na tulikuwa na fedha, hatukuwa na fedha. Lakini wakati kazi endelea, naomba mafundi endeleeni. Jioni saa 12 tutawalipeni. Mkimaliza kazi tutawalipa. Na that time hatukuwa na fedha. Sikuwa na fedha wala hatukuwa na fedha kuendesha. But kabla hatujamaliza, hatujafika saa 12:30, saa 12 kamili, mtu akawa ametuma fedha. Bwana Yesu asifiwe. Na anasemaje? Baba, hii ni kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na akisema kazi ya Mungu, maana yake kazi inayoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Nasema nini? Kumekuwa na ushuhuda nyingi za watu kumtegemea Mungu na Mungu kufanya kwa namna isiyo ya kawaida. Wakati utakuwa ni zamu yako. Mungu aimarishe uchumi wako katika jina la Yesu Kristo. Nasema Mungu aimarishe uchumi wako katika jina la Yesu Kristo. Nataka tukaombe jioni leo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, na kufanya wewe uwe chanzo changu cha uchumi, na kufanya wewe uwe chanzo changu cha kifedha. Ninakuomba wewe uwe chanzo changu cha kifedha. Nipatie akili, nipatie maarifa, nipatie ujasiri, nipatie neema ya kuwa na mahusiano mapya katika jina la Yesu. Mahusiano yatakayonijenga, mahusiano yatakayoniimarisha katika jina la Yesu. Inua sauti yako kwa Bwana. Kwanza mshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya kwanza seminar. Naamini kabisa kwamba Mungu amekusaidia, Mungu amekufundisha, Mungu amemwaga mwanga wake kwenye ufahamu wako jioni ya leo. Inua sauti yako pale ulipo na anza kumshukuru Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa uaminifu wako na fadhili zako. Tunalibariki jina lako takatifu, tunalitukuza jina lako takatifu. Inua sauti yako kwa Bwana pale ulipo, libariki jina la Bwana. Inua sauti yako kwa Bwana. Rapapakaturaba shataragadigarababusha. Inua sauti yako kwa Bwana, libariki jina la Bwana, na anza kuomba siku ya leo. Baba, wewe ni chanzo changu, na kataa kufeli kiuchumi. Wewe ni chanzo changu, na kataa kufeli kiuchumi. Wewe ni chanzo changu,
nakataa kufeli kiuchumi kwa mamlaka jina la Yesu. Utanifundisha katika njia za kupata faida. Utanifundisha katika njia za kupata faida kwa mamlaka ya jina la Yesu. Utanifundisha Bwana katika njia za kupata faida. Inua sauti yako kwa Bwana pale ulipo na anza kuomba. Rika paraba shantara baradia rika pararusa shantariani esgataragadu. Inua sauti yako kwa Bwana pale ulipo na anza kutamka, anza kutangaza, anza kutamka, anza kutangaza, anza kutamka, anza kutangaza. Shapapandi rika pararu esataria jadaragabu rika mandia ekarabarabu shabaragadia enkandarabusa rika manduska. Inua sauti yako kwa Bwana, anza kuomba kwa jina la Yesu. Baba, nifungue kiuchumi, nifungue kiuchumi Bwana, nifungue kiuchumi Bwana kwa mamlaka jina la Yesu. Nakataa kuwa wa kawaida, nifungue kiuchumi Bwana, nifungue kiuchumi Bwana. Shepa paradia rikandaraba rapapani ezefragadia shakatoria rikandarabu barakateria shataramande rikamandaba shapapalia reketoriada etesuzia ikatayaba reketoria shadabaradia shandarabaraba shandarabarada 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 sheteketoria igadabaya shagadabaya 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 shadarabaradia ekandabara etafandia rapapandia reketoraba shatarabaradia sheteketoria kwa jina la Yesu. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakuadhimisha. Asante Bwana mabwana, ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Ninakuombea jioni ya leo, Mungu akusaidie kwenye uchumi wako. Ninakuombea msingi wako wa uchumi ukawe imara. Bwana akutegemeze na kukuimarisha katika jina la Yesu. Ninakuombea siku ya leo uwezo wa kufanya mambo yote kuwa sawa. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Chochote ambacho unang'ang'ana nacho na akitokee, ninakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akupatie uwezo wa kutokezesha. In the name of Jesus. Inua sauti yako mshukuru Bwana. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakuadhimisha. Baba, tunasema asante. Tunalibariki na kulinua jina lako takatifu. Asante kwa kuwa ni Mungu mwema. Asante kwa kuwa ni Mungu mwaminifu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Mungu akubarikie na Mungu akutunze katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na unaweza katoa sadaka zako. Tuna namba ya lipa kwa M-Pesa, namba ya M-Pesa na namba ya lipa kwa Tigo zinazoonekana kwenye screen. Unaweza kutumia hizo namba. Kumbuka, uchumi wa kiungu sio matokeo ya vitu vingapi unavipata. Uchumi wa kiungu ni matokeo ya vitu vingapi unavitoa. Tuangalie zaidi tunapoendelea kwenye semina hii ya uchumi katika jina kula Yesu Kristo. Uchumi wa kiungu sio matokeo ya maisha yako, ya fedha zako au mfumuko wa bei. Uchumi wa kiungu ni matokeo ya kufuata kanuni ya kupanda na kuvuna. Unapopanda una uhakika wa kuvuna. Na nakuombea majira haya uwezo wa kuvuna pokea katika jina kula Yesu Kristo. Amen. Inua sauti yako mshukuru Bwana na kwa sadaka yako siku ya leo. Nakuombea baraka ya uchumi, baraka ya kifedha itokee mbele zako kwa jina la Yesu. Pokea ushindi kwenye kila jambo ulifanyalo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki. Kesho ni siku ya pili ya semina hii. Baki umebarikiwa. Yesu Kristo ni Bwana. Amen. Peace.